Hello, naitwa Noah Dubuai, ni physiotherapist bingwa katika sayansi ya neva au mishipa ya fahamu. Leo tarehe 11 mwezi wa 4, katika kuadhimisha siku ya Parkinson duniani, ninachukua nafasi hii kutoa elimu na wito kwa jamii, hasa kwa kuleta elimu ya kufahamu ugonjwa huu ni ugonjwa gani. Awali ya yote ningependa nielezee historia ndogo ya ugonjwa huu. Baada ya hapo nitausemea mwenyewe kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa gani. Ugonjwa huu kwa mara ya kwanza ulipata andiko la kutambulika mwaka 1817, ambao andiko hilo liliandikwa na daktari wa Uingereza anaitwa James Parkinson, na ndo andiko la mara ya kwanza. Kutokana na aina ya ugonjwa, yeye aliandika kwamba ni insha kuhusu ugonjwa ambao ni kama lijitu la kuparalyze. Basi andiko hilo likawa andiko la kwanza, na sasa swali ni kwamba kwa nini tarehe 11 mwezi wa 4 kila mwaka? Tarehe 11 mwezi wa 4 kila mwaka ni tarehe aliyozaliwa huyu Dr. James Parkinson, aliyezaliwa tarehe 4 mwezi wa 4 huko Uingereza. Lengo la siku hii ni kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa wa Parkinson, kukuza utafiti na kusaidia watu wanaoishi na ugonjwa huu. Nikirudi kwenye huu ugonjwa wenyewe, kwamba ni ugonjwa wa namna gani tunaposema Parkinson disease. Parkinson disease hii ni tatizo la ubongo ambalo huwa linaathiri mwendo, inaathiri balance au usawa wa mwili, inaathiri coordination au uratibu wa mwili. Ni ugonjwa unaoendelea polepole. Tafsiri yake ni kwamba ni ugonjwa ambao ukiupata leo, muda unapokwenda tatizo linazidi kuwa kubwa na dalili zinazidi kuwa mbaya na kuongezeka. Nini husababisha ugonjwa huu? Ugonjwa huu wa Parkinson hadi sasa sababu halisi haijulikani, lakini tafiti zinaonyesha kwamba unaweza ukawa unasababishwa na swala la vinasaba. Hii ni kutokana na kama ikitokea kwenye familia, kuna historia ya mtu mmoja kuwa nao, basi kuna uwezekano mtu akatokea kwenye familia hiyo akawa na ugonjwa wa Parkinson. Sababu nyingine ambayo hadi sasa tafiti inadai ni umri. Watu wengi wenye umri zaidi ya miaka 50 wanaokuwa kwenye uwezekano wa kupata ugonjwa huu. Lakini uwezekano mwingine wa usababishi ni mazingira. Mazingira hii inakuwa ni mambo mengi, mojawapo ikiwa ni sumu na dawa za kuulia wadudu. Kemikali nyingine pia zote hizo zinaweza zikasababisha ugonjwa wa Parkinson. Sasa mtu atajuaje kama na shida hii ya ugonjwa wa Parkinson? Kwa mwanzo pale zipo dalili mama, lakini kabla hata hizo dalili hazijaanza kunakuwa na vitu vichache. Mojawapo ni kwamba mtu anapoteza uwezo wa kunusa ile harufu. Japo kwenye zama hizi za COVID kupoteza harufu inaweza ikawa ni jambo ambalo lina sababu zaidi ya hiyo issue ya Parkinson, lakini kwenye kupoteza uwezo wa kunusa kwa muda mrefu ni moja ishara za awali sana kabla hata ya dalili hizo za Parkinson kuanza. Lakini kwa hali ya sasa ni kwamba ili ujulikane kama au madaktari wa kuandikie kama una tatizo la Parkinson, ni lazima kuwe na dalili kama 4 ambazo lazima hizo zikiwepo ndipo tunaweza kusema mtu huyu anaweza akawa na shida ya Parkinson. Moja ni kwamba kutakuwa na mitikisiko. Mitikisiko ni kwamba mtu wa Parkinson akiwa amekaa anakuwa na mikono inakuwa inacheza hivi vidole na anashindwa kuvizuia. Kwa hiyo wengi wao muda mwingi anakuwa analazimika kubana mikono kama ishara ya utii, lakini kwamba ukishika kwa pamoja hivi ile hali ya mikono kucheza na vidole kuwa katika rolling tremor inakuwa inaondoka. Dalili ya pili ni tunaita kakamavu. Kakamavu ni kwamba misuli inakuwa imekaza. Inaweza tokea kwenye matatizo mengine, lakini kwenye Parkinson iko unique. Kwa maana ya kwamba unaweza kuta msuli wa mbele na wa nyuma zote kwa pamoja zimekaza. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa anashindwa kukunja au kunyoosha. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya pili. Dalili ya tatu ni tunaita bradykinesia. Mtu huyo anapotembea anakuwa na mwendo wa polepole sana na step zinakuwa ndogo ndogo. Kwa tunaita kitaalamu bradykinesia. Lakini dalili ya 4 ambazo ni katika zile 4 za mwanzo ni kutokuwa na usawa wa mkao wa mwili au tunaita poor postural control. Mtu huyu mara nyingi akiwa amesimama anakuwa katika namna ambayo ameinama mbele kidogo, na muda mwingi anakuwa akisimama, kitendo cha kuinama mbele kidogo kinamfanya kama anavutwa kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo anakuwa anashindwa
kuanzisha movement, lakini hata akianza anakwenda ana accelerate, anakuwa ana accelerate. Kwa hiyo ugumu uliopo ni kwamba ni kwa kuanzisha, lakini pia kustopisha movement pale atakapokuwa ameanza kutembea. Na kadri ugonjwa unavyoendelea, dalili zingine zitatokea. Mojawapo ni ugumu wa kutembea. Hii inakuwa ni kuwa na hatua fupi zaidi au saa nyingine kuganda. Mtu anakuwa ni kama amepigwa super glue chini, na anashindwa kuinua mguu, au tunaita freezing gait. Matatizo ya kuzungumza. Katika siku hii pia tulibahatika kuwa na mmoja wa wadau ambao wamekana jambo hili la ugonjwa wa Parkinson muda mrefu. Katika mada yake na historia yake mtasikia sauti yake ilivyo ndogo. Ni si sauti yake, na yeye mwenyewe amesema ni moja ya vitu ambavyo huletwa na Parkinson disease. Mimi naitwa Padre Agapit Mroso wa shirika la Francisco, Ndugu Francisco wa Kapuchini, Tanzania. Ninakaa Mwanza. Nilikuwa nikifanya kazi chuo kikuu cha sayansi na tiba cha KUHAS kwa miaka 8. Mimi nikiwa hapa Uganda nipata huduma nzuri sana za matibabu ya Parkinson. Mimi ni mhenga wa ugonjwa huu tangu mwaka 2010. Nilipata dalili za ugonjwa huu nikiwa jijini Roma nikifanya kazi katika chuo chetu kikuu. Niligundua kama na ugonjwa, mimi sikugundua mwenyewe. Wanasema wanaambia mbona umebadilika? Nasaidia ukinama kwa kubadilika mbele. Mguu haiendi, maana kila mpira mguu haiendi. Sauti imebadilika. Asikana ndio wa kwanza yeye alinichunguza akasema kwamba una manifest dalili za Parkinson. Sisi kama una Parkinson, kwa unaonyesha dalili za Parkinson. Tangu hapo nikaanza kusoma juu ya Parkinson, dalili zake nini, rigidity, tremor, bradykinesia, slowness of motion, forward flex posture when walking, na kadhalika. Na usiku kukosa usingizi, na kadhalika. Ugonjwa wa Parkinson unahitaji dawa. Dawa sio tiba ya pekee. Tiba muhimu sana ambayo huwezi ukaipuuzia ni mazoezi. Mazoezi kila siku asubuhi na jioni. Kati mazoezi ndio zalala chini. Mimi idara ya terapia hapa Bugando hospitali wanahudumia sana tangu nilipoingia hapa mwaka 2015. Mpaka sasa niko nao bega kwa bega wakitoa huduma ya mazoezi. Dawa napata. Mazoezi ni muhimu sana. Naomba wewe unayesikiliza au unaangalia mshahidi pigia maneno kabisa mazoezi, punguza uzito, na kama unatembea hakikisha kwamba uanguki chini. Au ukianguka kuvunjika mkono au mguu, kuna ni kazi nzito. Kwa hiyo usiogope kutembea na fimbo yako, usaidie support hapo unaona kama unaanguka. Napenda kushukuru uongozi wa hospitali ya Bugando na wafanyakazi wote wanaoendelea kujali. Wako wamadaktari wengi waliohudumia, sasa kutaja wote kila mmoja kwa jina. Naomba shukrani nyingi kwa staff nzima ya Bugando. Waendelee kuwahudumia watu kwa huruma na upendo kama walivyofanya mpaka sasa. Nawashukuru wote. Mungu awabariki kazi mnayofanya. Izae matunda mema hasa kwa wagonjwa na wahudumia kila siku. Hivyo nichukue nafasi hii kama mtu wa huduma na niungane pia na mteja wetu ambaye ameeleza amekaa nayo kwa miaka 15 lakini amebaki kuwa imara na ameendelea kufanya kazi zake bila kuwa na changamoto. Yeye mwenyewe ameeleza dawa anazotumia, lakini pia mazoezi yanavyomjenga. Kama idara ya fizioterapia ya Bugando Medical Center tunatoa wito wateja hao wanapomeza dawa wasiishie kwenye dawa tu, waje na kwetu tuwape utaratibu wa huduma bora za kimazoezi ili mwili ukae kuwa imara. Lakini pia ugonjwa huu ifahamike kama tulivyosema awali, ni ugonjwa endelevu, unaendelea polepole na dalili zinazidi kuwa mbaya.
Kwa bila kuwa na juhudi za pamoja kwa madaktari, sisi watu wa occupational therapy na kada zingine tutakazohitaji, basi itakuwa ni wazi kwamba ugonjwa utakuwa na wakati mgumu zaidi. Ni endelee kuungana na juhudi zinazofanywa na kila taasisi ikiwemo taasisi yetu, Wizara ya Afya na serikali kwa ujumla wake katika kuhakikisha jamii yetu inabaki kuwa yenye afya bila kupuuzia matatizo madogo kama ya ugonjwa wa Parkinson. Idadi yao si kubwa, lakini kiukweli inapotokea familia inaumia sana kiuchumi, kimalezi, kwa maana katika kuhakikisha kwamba kila saa wanajali ile ugonjwa na vitu vingine. Nitoe asanteni sana kwa kuwa sehemu ya kushiriki kipindi hichi, na tuendelee kuelimisha jamii ili afya yetu iwe mtaji wetu ulio bora katika uzalishaji na kuimarisha taifa letu. Asanteni sana.